Karibu Tabora, karibu Toronto. Ni sauti za wanawake wenye furaha na bashasha kubwa kutoka chama cha wafanyabiashara wanawake Tanzania TWCC mkoa wa Tabora, wakijumuika kwa pamoja wakati wa mkutano wa nusu mwaka 2022 uliofanyika katika ofisi za TWCC mkoa Community Center Manispaa ya Tabora. Kabla ya kuanza kwa mkutano huu, mkurugenzi wa TWCC kanda ya kati Hidaya Amri anatoa neno la utangulizi lenye kuatia moyo na ujasiri wanawake hawa katika kupambania biashara zao ili kukuza uchumi na kujenga mtandao mpana wa kibiashara. Nia ya TWCC ni kuwajengea wanawake uwezo, wasiokuwa na uwezo na waliokuwa na uwezo. Ina maana waliokuwa chini na waliokuwa juu, wengine hajui kabisa afanye nini, lakini inawajengea uwezo kujumuika pamoja afanye nini. Kuwajengea uwezo ni pamoja na vyombo hivi vya serikali ambavyo vimekuja mbele yenu, kwa mfano benki ya CRDB, NMB na benki zingine hazijaja, lakini ni katika kukujengea we mwanamke uwezo ufanye nini. 2021 tumepata tuzo Tabora, tumepata tuzo Dar es Salaam katika hali ya mpango wa kuwatambua wanawake. Mara nyingi unapofanya kazi TWCC inachekecha Tanzania ina mikoa mingi, lakini lazima ichekeche ni mkoa gani unafanya kazi bora. Kwa hiyo shime wanawake wa Tabora, tusiache tufanye kazi hiyo kazi unayofanya. Usifikiri kazi labda ya kufagia kupika, hapana. Hiyo kazi unafanya, fanya, omba msaada, lebo nitapata wapi, chupa nitapata wapi, nenda kwenye maonyesho, itikia wito wa viongozi. Ndio maana yake, ndio maana sisi tumekuwa juu na tumepata tuzo, na tuzo hiyo mpaka mkuu wetu wa mkoa alitusaidia kututambua kwenye hafla fulani. Tunamshukuru sana mkuu wa mkoa, tunaishukuru sana. Pamoja na mambo mengine, washiriki wa mkutano huu wamepata nafasi ya kusikia na kupokea taarifa mbalimbali kutoka taasisi za uwezeshaji kibiashara, fursa za uwekezaji kwa wanawake, namna ya kupanga na kushiriki maonesho, pamoja na huduma za mitaji na fedha zilizotolewa na benki mbalimbali. Kwa wale wafanyabiashara wadogo, wale ambao wanadili sasa na biashara ndogo, benki ya NMB kupitia mkopo wafanikiwa. Mkopo huu wafanikiwa ni kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo, wa machinga na wafanyabiashara wote wadogo. Sasa hivi benki ya NMB tumeshusha pia riba kwa kupeleka riba ya 14% kwa wafanyabiashara wadogo. Wafike katika tawi letu la NMB waweze kupata mikopo hii ya kilimo pamoja na mkopo huu wa wafanyabiashara wadogo. Kumbuka, unapofungua akaunti hii ya machinga unapata fursa ya kupata mikopo ya machinga katika matawi yetu ya NMB. Wewe mwenye mtaji wa kuanzia $500,000 unakata bima kwa shilingi 10,000 tu kwa mwaka. Lakini wewe mwenye mtaji mpaka $10,000,000 inaenda mpaka shilingi 60,000 kwa mwaka. Mkutano huu si tu umehusisha wanachama hai wa TWCC mkoa wa Tabora, bali pia umefungua milango kwa wanawake wengine kuweza kujifunza namna bora ya kuboresha huduma na bidhaa zinazozalishwa na wanawake. Kwa hiyo mimi nipongeze, lakini pia niwahamasishe akina mama kwamba jamani, tunapoitana tuwe wepesi, na sisi tunaojaliwa kuhudhuria mikutano kama hii tusikae na huu ujumbe, yani tusikae na hizi message. Yani ukifika mvuvie na jirani yako, mvuvie na rafiki yako, mwambie na kwenye vikoba huko, kaseme kanisani kwa kina mama. Yani kutoka wewe utashangaa umeleta wengine watano. Kikao kingine, yani kupitia jina lako umeleta tena msururu wa watu. Kwa hiyo tunazidi kuwa wamoja. Kwa mimi niombe mshikamano huu uendelee. Lakini pia mwenyekiti, ni kuahidi na mgeni rasmi kwamba yote mazuri ambayo yamefanyika mahali hapa hivi karibuni, na sisi tunategemea kuwa na kikao, nitachukua kama yalivyo, na nina imani kwa sababu hata sisi ni wajasiriamali watarajiwa. Maana ukiwa kazini ujasiriamali unakuwa una bipu, muda unakuwa hautoshi. Kwa hiyo haya naamini wengi watapenda na nitaleta wengi kuja kujiunga TWCC. Kwa sehemu kubwa TWCC mkoa wa Tabora inajinasibu kwa kutekeleza maazimio yake mbalimbali kwa vitendo, ikiwa ni pamoja na ushiriki wa shughuli za ufugaji nyuki pamoja na uanzishaji wa mashamba ya pamoja, kama anavyoeleza mwenyekiti wa TWCC mkoa wa Tabora Amina Madeleka. Sisi ni wafugaji nyuki wana TWCC, na sio kwa maneno, ni kwa vitendo. Mizinga tunayo, lakini haitutoshi. Tunahitaji kutanua wigo, kuzalisha vya kutosha, lakini tuna changamoto kwenye ufugaji. Narudia, ni yale maeneo tunaomba
maeneo yenye hifadhi. Tunajua wahusika wapo, lakini wewe mkurugenzi ndo unajua kutuelekeza kwa wale wahusika, tuweze kupata sehemu ya kufuga ambayo yenye usalama, lakini pia kupata zile fursa zinazopitia kitengo cha nyuki. Tunaomba tujitambulishe tena, tutambulike, tuhusishwe na serikali yetu ya mkoa. Tuko Tanzania nzima, lakini kila mkoa utahusishwa na watu wake, na sisi tunaomba kuhusishwa kama vinavyohusishwa makundi mbalimbali. Kwa hilo swala la baraza la biashara, nadhani tutafika mbali, tutaingiza humo changamoto za wanawake zinazowakabili mbalimbali ili tuweze kuzitatua kupitia baraza la biashara la mkoa. Mgeni rasmi katika mkutano huu Tumaini Mgaya, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Tabora, kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Tabora, anahimiza umuhimu wa vikao na kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotolewa na mamlaka za serikali. Umoja wote au kikundi chochote ni pamoja na vikao. Vikao vyetu ndio vinaainisha uhai wa nini wa huu umoja wetu. Kwa hiyo kama hatukai vikao na hatutoi taarifa, hatuwezi kufika mbali. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana kwa umoja wenu, kwa jinsi ambavyo mnafanya kazi, lakini vile vile taarifa zenu hamziweki tu kwenye makabati, mnahakikisha zinaenda zile sehemu ambazo zinahitajika. Kuna vitu nyie kama wanawake, kwa sababu mmeamua kukutana pamoja, lakini kuna vitu ambavyo mnavifanya mbali na yule mtu mmoja mmoja anafanya vitu vyake, lakini kwa umoja wenu kuna shughuli za kiuchumi ambazo mnafanya. Kuna swala la kilimo, lakini na ufugaji wa nyuki, si ndio? Yale maelezo ambayo mwenyekiti ameyatoa hapa walau yaandikwe kwenye karatasi, kwa sababu leo tupo, kesho hatupo, si ndio jamani? Yakiandikwa kidogo yanakuwa yanaishi, hata kama haitatekelezwa sasa hivi, lakini kwa mbele itatekelezwa, si ndio jamani? Lakini na sisi kama serikali tuna fursa kwa wanawake vijana, lakini na wanawake ambao umri wao umekwenda. Tuna fursa ya mikopo, tuna fursa ya mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo karibuni, wakati wowote msisikie wanyonge, karibuni. Ofisi yetu sisi tunampokea kila mtu. Irene Male, mkurugenzi kampuni ya Mziwanda, anaeleza namna anavyonufaika na chama hiki. Kikubwa kilichonisababisha niingie TWCC, kwanza kabisa ni fursa mbalimbali ambazo zipo TWCC, ambazo ukiwa mbali nacho huwezi kujua nini kimo ndani ya TWCC. Kwanza kabisa ni umoja wa kina mama. Pili ni biashara, kibiashara zaidi, kwa sababu kama unavyoona moto wetu unasema TWCC ni biashara na viwanda. Basi hii ikanisukuma kuingia TWCC. Kama nilivyosema hapa, nina mwezi mmoja toka nimeingia TWCC, na mafanikio ambayo nimeyapata, kikubwa upendo. Ni mbali ambapo ukiwa nje unaweza ukasema kwamba kina mama hatuna umoja, bali tuna upendo na tunashirikiana sana. Kingine, unaweza ukaleta biashara yako na ikafahamika na ikatambulika kwa ukubwa zaidi, na sio kwa Tanzania tu, inaweza kutambulika hata nje ya nchi, kama kilimo, ufugaji, pia biashara mbalimbali. Kwa hiyo na washauri wa kina mama ambao wako nje ya TWCC wasijifiche, wasikae mbali nayo. Kwa kweli inasaidia na inaibua vitu vingi sana. Pia kuna huu umoja ambao unajengwa na TWCC, ambayo unasababisha kutambulika zaidi na kwenda mbali zaidi. Tunu Alois kutoka wilaya ya Urambo mkoa wa Tabora anasema tangu kujiunga na TWCC hajawahi kujutia uamuzi wake. TWCC tuko vizuri, tangu nimejiunga na TWCC sijawahi kujuta, kwa sababu kwanza nimepata connection na wafanyabiashara wenzangu, naweza kuwekeza na kuonekana kwa wenzangu. Mbali na hizo fursa nilizotaja, lakini wanawake wa Urambo tuna uzalishaji pia wa bidhaa za viwandani. Tuna sabuni za mche, za maji, batiki. Kina mama wa Urambo tunafanya vizuri sana. Nawakaribia sana wanawake wenzangu waje tuungane, tuwe pamoja. Maria Mlashedi anaonekana kuvutiwa na mambo mazuri yanayopatikana ndani ya TWCC kiasi cha kuona umuhimu wa kuwa balozi mwema kwa wanawake wenzake huko atokako. Baada ya kufika katika kikao hiki, kwa kweli mambo yote yaliyozungumzwa yamenifurahisha, na mimi tayari kuwa mwanachama. Nitakwenda kwenye maeneo yangu nitokako, nitakuwa mwalimu
kwa kina mama wenzangu ili tuweze kufanya kama wanavyofanya wanawake wenzetu. Kwani mimi nimehamasika sana baada ya kuona kuna fursa nyingi, bidhaa zipo hapa zinauzwa, kina mama waliopo hapa tayari naona kila mmoja anafanya kazi vizuri, na mimi natamani sana kufanya kama jinsi wanavyofanya wengine, na nitatoa hamasa kwa watu wote. Mpaka sasa TWCC mkoa wa Tabora ina zaidi ya wanachama 200 kutoka halmashauri zote 8 za mkoa wa Tabora, wakiwa wamejikita katika shughuli za uzalishaji mali na kujengeana uwezo wa kiuchumi na wa viwanda kwa manufaa ya familia na taifa kwa ujumla. Ukiruka peke yako haufiki mbali, ila mkiruka pamoja unafika mbali zaidi. Kwa kweli TWCC naweza nikasema ni chombo cha wanawake ambao wanatamani kufika mbali zaidi ya hapa tulipo. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.